Ile simu yako ya jana usiku, inawezekana nisingekuzuia ungekuja. Ndio maana nilikwambia usubiri uje asubuhi. Aya, niambie sasa. Nini shida? Au wewe mwenzako kukuchanganya? Maana kuna mapenzi au biashara. Kipi kinakuchanganya? Yaani bora hata ingekuwa mapenzi au biashara. Jana wakati ulivyomwacha mtoto pale dukani, babake wakati anakuja, kuna wimbo babake alimwimbia mtoto na mtoto akauitikia. Huo wimbo Mama Nuru ni mimi nilikuwa nikimwimbia binti yangu alivyokuwa mdogo. Ni wimbo ambao mimi nilifundishwa na bibi yangu. Sio kwamba ni wimbo ambao unajulikana sana kwamba mtu yote anaweza akauimba, hapana. Umenishtua. Hivi unajua unajipa pressure sana, unapenda kukuza mambo. Asa wimbo na yani vinaingiaje hapo hivi? Mama Nuru, unaweza usinielewe. Naomba niongee na huyu mtoto. Naiomba hiyo nafasi. Naomba nimuulize tu baadhi ya maswali. Akinijibu hayo maswali yangu, mimi naweza nikajiridhisha na kuomba. Naomba tu niitie. Tina! Tina! Njoo mwanangu. Njoo mama. Shikamani. Maraba. Ndaka pale nanti. Kaa pale. Usimame. Ongea naye tu, haina shida. Eti Tina. Jina lako kwa kirefu unaitwa nani? Christina? Hapana, Bettina. Mamako yuko wapi? Mamangu ni yule pale. Mwanangu, ongea tu ukweli. Mama yako kabisa, mama yako aliyekuzaa yuko wapi? Yaani muelezee kila kitu, sawa? Sawa. Mamangu alienda kununulia gauni. Na babako ndo yule ambaye alikuja kukufuata pale dukani jana? Tina, enda mwanangu ndani. Haya maswali ni magumu sana, ni mazito. Naomba basi niulize kitu kingine. Hapana. Tina, nenda ndani. Manuru, nenda ndani mwanangu. Ya mwisho, sitomuuliza chochote kigumu. Mwache aende ndani. Haya maswali mazito sana kwa mtoto. Sawa. Tutazungumza mimi na wewe. Tamuuliza tu la kawaida na kuomba. Ule wimbo uliokuwa unaimba pale dukani na baba, nani alikufundisha? Alinifundisha mama yangu. Aya Tina mwanangu. Naomba uende ndani. Mama Nuru. Ni yeye Kipenzi, mtoto wangu. Ndio tulikuwa tukimtafuta siku zote, ni yeye. Kipenzi, yaani unajiumiza tu. Hapana, ni binti yangu, ni mtoto wangu, ni Bettina. Yaani hivyo vitu vipo. Hapana, haiwezekani vitu vingi alivyokuwa navyo mtoto wangu na yawe navyo. Wafanane jina na nyimbo pia. Mimi mtoto wangu alivyokuwa mdogo alikuwa anavaa gauni moja tu. Nikawa namwahidi nikipata hela nenda kununua gauni. Atakuwa anajua niliondoka nimeenda kutafuta gauni. Basi. Ni yeye Mama Nuru, nisaidie mtoto wangu. Nisaidie. Subiri basi akirudi mume wangu tutazungumza. Hili swala tulizungumza.
ataongea basi kila kitu, tujue kwamba ni vipi mpaka sasa yuko na Beti. Nisaidie na kutegemea wewe na kuangalia wewe sasa hivi. Nyamaza basi kipenzi changu basi. Namshukuru Mungu kama atakuwa ni yeye yuko kwenye mikono salama. Nakuelewa. Nitaisha sawa? Kilio changu kimezama moyoni, mwanangu, mama anakufa. Kuna uwezekano mkubwa Betina anaweza kawa ni binti yake, kwa sababu mtaa aliopotezana na binti yake ndo mtaa huo ambao mimi nimemokota huyo mtoto, na nilimokota kipindi nipo jalalani naokota makopo. Nilimkuta binti amelala. Kwa hiyo mume wangu, Betina sio mtoto wako, yaani sio damu yako. Betina sio binti yangu na sio damu yangu. Sasa kwa nini tusifanye hivi? Kwa sababu rafiki yangu mimi amemtafuta sana mtoto wake, yaani amemtafuta kweli. Nadhani mume wangu umefika muda wa mama na mtoto kutambuana. Manuru, sio rahisi kama hivyo unavyofikiria. Sio jambo jepesi hilo. Kwako ndo ni rahisi sana. Sio rahisi hivyo. Unatambua mimi binti yangu nampenda sana. Na sihitaji awe mbali nami. Nahitaji awe karibu na mimi muda wote. Yaani sio kwamba mimi naona ni rahisi. Sio rahisi. Kwa sababu wewe Betina umemlea. Hata mimi nimemzoea. Lakini kumbuka na wazazi wake. Sawa Mama Nuru. Tambua saizi Betina yupo kwenye darasa la mitihani. Huoni kama mtamvuruga mtoto? Hebu mwacheni kwanza amalize mitihani yake. Mambo ni mazito sana. Yaani wewe ni mume wangu, Betina ninakaa naye ni mwanangu, rafiki yangu ni mtoto wake. Tufanye hivi, tumpe muda ili amzoee mtoto. Baada ya mitihani kuisha, Betina mfahamu mama yake. Basi sawa. Ila sihitaji binti yangu kwa sasa jua lolote. Mimi ndo nitakayeongea naye. Na mimi ndo nitakayejua na alimaliza vipi ile swala. Nimepiga magoti kwa Mungu, nimemuuliza mara 100. Kwa nini mimi? Kwa nini mwanangu alielewa? Karibu. We, sitaki matatizo. Sawa? Sijaja kwa Baba Nuru kuomba ada. Sijaja kuchukua matumizi ya mtoto. Tusitafutane. Maana nakujua una mdomo wewe. Samani Manuru, mimi sijajia hiyo. Kwani wewe unaishi hapa? Wewe umezunguka huko kote, umetafuta ninapokaa. Sasa hivi unauliza samani Manuru unaishi hapa. Wewe ulikuwa hujui kama mimi nakaa hapa? Sitaki shari na wewe. Hem, nenda. Manuru, mimi hapa nimemfuata mume wangu. Kwa hiyo kwa akili zako timamu nadhani mimi Majengo naweza nikamchukua nikamleta hapa kwangu? Mimi kabisa nimchukue Majengo nimlete hapa? Nitakuwa nina wandazimu. Mwenzako yule nishamfanya tambara la deki. Sawa? Nishamuacha. Weka dili naye. Wewe mimi nahisi hujanielewa. Mimi namfuata mume wangu ambaye ni baba watoto wangu, mimi anaitwa Meko. Sijui umenielewa?
Meko mzazi mwenzako? Makubwa. Kwa hiyo wewe ndio yule mwanamke ambaye umemwacha mume wako kwa sababu amfilisika, ukafuata wanaume ambao wana hela. Haya, umefuata nini? Nimemfuata mzazi mwenzangu, tuyaongee tule mtoto wetu. Yaani wewe ule mtoto na Meko, nimekuachia majengo, unataka tena nikuachie na Meko? Haya, chagua hapo, unamtaka nani, Meko au majengo? Mama Nuru, yaani naona wewe unataka kunipandisha wadudu. Unanipandisha wadudu Mama Nuru. Mbona watapanda? Mimi namtaka Meko, tuyaongee tule familia yetu. Sijui umenielewa? Sawa, nitamuita Meko, nitakuita na wewe, nitakuwepo na mimi, atakuwepo na majengo. Umchagua unamtaka Meko au majengo? Sasa Mama Nuru, kwani tunafikia huko? Tusifikie huko bwana. Muone sasa, mwanamke una hata haya, wote unawataka. Sasa hapo utaenda wapi? Mimi namtaka mzazi mwenzangu, kwa akirudi hapa umwambie kuwa mzazi mwenzio alikuja na muende mkayaongee. Hebu fanya uende, maana hata ujielewe unachokitaka. Kwani wewe unakwama wapi? Wewe na wewe si urudiane na majengo, mule familia. Wewe upendi kwa kitu kimoja, mjenge familia wewe vipi? Yaani katika wanawake waliochanganyikiwa, huyu atakuwa kiongozi wao. Meko na huyu dada. Nimeshaongea na mume wangu, kwa hiyo yuko tayari na ameridhia wewe uje na mzazi mwenzako kwa ajili ya kupima DNA. Nashindwa hata ni namna gani naweza nikakushukuru ukanielewa shukrani yangu jinsi inavyotoka moyoni. Yaani naomba niambie lini? Kipenzi, jamani, basi tufanye Jumamosi. Jumamosi ya wiki hii? Naona una shauku sana. Yaani sio nina shauku, nina hamu sana ya kufahamu na kutambua ukweli. Natamani sana kuthibitisha kama Betina kweli ni binti yangu. Naomba nisaidie katika hilo. Sawa. Jumamosi mtakuja hapa ili tuende tukapime hiyo DNA. Nakushukuru sana. Karibu my dear. Namshukuru sana Mungu kuweza kunikutanisha na wewe. Na tukipima DNA ikathibitika kwamba kweli Betina ni mtoto wangu, mtanipa ili niishi naye? Nakuomba. Hebu tupime kwanza, alafu majibu yakishatoka tutaanza kuzungumzia hiyo mada. Mama Nuru, imefika wakati sahihi mtoto aweze kuishi na wazazi wake halisi. Nawaomba sana. Naona kama vile muda unachelewa. Unafikiria sana namna ya kumchukua mtoto. Umeshaanza jinsi ya kumwambia? Kwa sababu mimi sioni kama ni jambo rahisi. Mimi naona kikubwa ni nyie kuweza kukubali kunipatia. Kama majibu yakitoka kweli ni binti yangu, baada ya hapo tutajua tunamwambia vipi. Inabidi mtoto aweze kuwatambua wazazi wake. Umefika wakati sahihi. Binti anatakiwa ende akaishi na wazazi wake. Mama Nuru, ni jambo gumu kuweza kumwelezea na akaelewa, lakini naamini kwa sababu sisi ni watu wazima, tutajua namna ya kumweleza ili aweze kutambua. Tutajua namna ya kumweleza ili aweze kuelewa kwa urahisi, namna ambayo haitomuumiza.
Hebu kwanza tupime nini. Sidhani kama baba Betty atalichukulia kirahisi sana. Kubali kipenzi, tukishapima DNA majibu yakishatoka, tutakuwa tuna nguvu hata ya kumwambia mtoto, tutatafuta namna. Sawa, nakuelewa. Umesema Jumamosi. Tufanye Jumamosi. Sawa. Hamna shida. Mwanangu, kila tua ni jeraha jipya. Kama machozi yangekuwa pesa, usingekosa chochote. Kama maumivu yangekuwa nyumba, ungelala kasri. Lakini